Leo Simba wana mechi ngumu sana. Wana mechi ambayo siwezi kusema ni mechi nyepesi kwa upande wa klabu ya Simba, ila kwangu naona ni mechi ngumu na ni mechi ambayo inaweza ikawatoa nishai Simba Sports Club. Inaweza kuwatoa nishai Simba Sports Club kwa sababu ndani ya kikosi cha Nsingizini Hotspurs kuna vijana wengi ambao wanatafuta fursa za kucheza mpira kwenye maeneo tofauti tofauti duniani. Kwa mfano wachezaji kama Shabalala, Sikazwe, Quality Dlamini, ni Mavuso, ni aina fulani ya wachezaji ambao wana kiu ya kufika mbali. Na nilikuwa nazungumza na baadhi ya watu kutokea pale Eswatini, wananiambia moja ya vitu ambavyo wao Eswatini wamefurahia mpaka hivi sasa ni pamoja na kufika hatua ya pili ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Wao wanaamini kwamba tayari ndoto, yani kwamba malengo yao yameshakamilika. Maana hiki ambacho kinafuata ni kutekeleza sasa yale mambo ambayo yako nje ya mipango ambayo walikuwa wamejiwekea tangu mwanzoni mwa msimu huu. Maanake wanaingia kwenye huu mchezo wakiwa hawana cha kupoteza. Wanaingia kwa ajili ya kuonesha talenti walizonazo. Na hizi talenti walizonazo hizi zinaweza kwenda kuwafanya waweze kuwafunga Simba Sports Club wakiwa kwenye uwanja wa nyumbani. Ogopa sana kucheza mechi dhidi ya timu ambayo haina cha kupoteza. Ukiwa unacheza mechi na timu ambayo haina cha kupoteza, maana yake wanaingia kwenye mchezo wakiwa wanacheza vile ambavyo wao wenyewe wanataka. Wanaingia wakicheza kwa wakiamini kwamba chochote kinaweza kwenda kutokea. Kama sio kushinda, basi ni wao kujiuza zaidi. Na ndio kitu ambacho wanakifanya sasa hivi wachezaji wa Nsingizini Hotspurs, kwa sababu wanaamini kwamba tayari kucheza dhidi ya Simba kwao ni fursa kubwa sana na inaweza kuwafungulia milango kwa siku kubwa kwenda kufanya vizuri. Ingawa ukiwatazama Simba wamekuwa kufika Eswatini miaka kadhaa iliyopita, nadhani kwa 2018 kama kumbukumbu zangu ziko sawa, wale kufika pale pata ushindi mzuri wa magoli 4. Of course hata mechi ya leo inawezekana pia wakashinda. Simaanishi kwamba hawatashinda, wanaweza wakashinda, lakini game itakuwa tafu kwa sababu tayari wanacheza dhidi ya timu ambayo ina vijana wengi ambao wana kiu ya kutaka kufanikiwa zaidi. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kupelekea Simba ikaenda kupoteza mchezo ni kutokana na mabadiliko ambayo wameyafanya kwenye siku za hivi karibuni. Wamebadilisha benchi la ufundi, benchi ambalo lilikuwa linakumbwa na changamoto kadha wa kadha. Na changamoto ambazo zilikuwa zinaisumbua benchi la ufundi la Simba ni pamoja na kuifanya timu kucheza mpira ambao hauvutii, mpira ambao hauna malengo, tunaweza nikasema, kwa sababu timu ilikuwa inaonekana kupata shida sana kuanzia kwenye kutengeneza nafasi. Mpaka pale ilipochukua timu Selemani Matola, walau timu ilianza kucheza vizuri, ikaposesi mpira, ikatengeneza nafasi, timu ikaanza kufunga mabao. Pale ndo tulianza kuiona Simba ikibadilika, lakini before Matola ajichukua timu, ulikuwa unaiona timu ilikuwa inapata shida sana kwenye kushinda. Sasa mabadiliko haya benchi la ufundi yanaweza kwenda kuongeza ugumu zaidi kwenye kikosi na ikapelekea sasa pengine timu ikawa inafanya vibaya zaidi. Kwa hiyo ambacho naamini kwamba mabadiliko pia ya benchi la ufundi kwa upande wa klabu ya Simba kuna namna pia yanaweza kwenda kuiathiri kuifanya Nsingizini Hotspurs kwenye mchezo wa leo kubadilika na kuonesha kiu ya tofauti na kwenda kushindana vizuri dhidi ya Simba Sports Club. Wana mwalimu mpya ambaye tayari inaonekana hayupo na hana mahusiano mazuri sana na Selemani Matola, na of course kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba watu waligombana kwenye uwanja wa mazoezi, so inaweza kupelekea pengine mvutano mkubwa kuelekea kwenye huo mchezo. Sasa mivutano ya aina hii huwa mara nyingi inaiathiri sana timu ya nyumbani, lakini inaathiri sana ile timu ambayo ina hiyo migogoro, kwa maana Simba ambao wana migogoro wanaweza kuathirika zaidi. Lakini kwa Nsingizini Hotspurs kwa ni fursa, kwa sababu wana concentration yao kubwa ipo kwenye mchezo wao dhidi ya Simba, na kila mtu anajua ubora wa klabu ya Simba, lakini Simba hawajui ubora wa Nsingizini Hotspurs. Kwa hiyo pia ni kitu kingine ambacho kinaweza kwenda kuongeza level ya ushindani kwenye huo mchezo na kuwa miongoni mwa michezo migumu sana. Uwepo wa wachezaji wa kongwe kwenye klabu ya Simba unaweza kwenda kuadi kitu, lakini naamini kwamba kuna namna Simba haitakuwa kwenye ule ubora ambao walikuwa nao kwenye michezo miwili ya ligi ambayo timu ilisimamiwa na Selemani Matola. Bado kuna ugumu ambao utaenda kupatikana kwa sababu tayari kuna meneja mpya ambaye ni Pantev, ambaye tangu amekuja kwenye klabu ya Simba wamecheza mechi mbili za kirafiki dhidi ya Al Hilal Omdurman. Mechi ya kwanza wameshinda 2-1, mechi ya pili wamefungwa 4-1. Maana yake ni timu ambayo inaonekana kufikika kirahisi zaidi, na ni timu ambayo inaonesha dalili kwamba huenda timu ikawa na possibility ya kufunga mabao mengi zaidi kadiri vile ambavyo mpinzani atakuwa na uwezo wa kuwashambulia zaidi. Kwa hiyo nataka kukuamini kitu kimoja kwamba Simba Sports Club ni timu ambayo ina wachezaji wengi wazuri, lakini kutokana na aina ya benchi la ufundi walilonalo na baadhi ya wachezaji kutoka kwenye kiwango kizuri, inaweza kwenda kuathiri sana kwenye mchezo dhidi ya Nsingizini Hotspurs ambao wanacheza hiyo mechi wakiwa hawana cha kupoteza. Tayari kwenye yale malengo yao mama yameshakamilika, kwa maana ya
kufika hatua ya pili ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Maana yake wao tayari kwenye malengo wameshakamilisha. Issue ni kwenda kuisaka group stage ambayo haikuwa kipaumbele chao, lakini hiyo hata kama kitu hujakiweka kama kipaumbele, kuna muda ama kuna mazingira yanaweza yakatokea ukaona kama unastahili kupata hiyo kitu, unaona kama unastahili hicho kitu kuwa kipaumbele chako. Sasa wanaenda kucheza mechi dhidi ya Simba wakiwa hawana cha kupoteza, lakini haimaanishi kwamba hawatamani kwenda hatua ya makundi. Wana uwezo wa kwenda kutokana na vile ambavyo watacheza, kwa sababu wachezaji wao watacheza kwa jitihada kubwa kuhakikisha kwamba wanafuzu kwenda hatua inayofuata kwenye michuano ya kimataifa, kwa sababu ni sehemu pia ya wao kwenda kujiuza zaidi. Na kuna issue moja iko nazungumza kuhusu issue ya Selemani Matola, iko hivi. Matola na Selemani Matola na kocha au meneja Pantev hawana mahusiano mazuri mpaka hivi sasa. Kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba hawa makocha wawili, Pantev pamoja na Selemani Matola, wanafanya kazi kwa pamoja kwenye klabu ya Simba, lakini hawana mahusiano mazuri. Na sababu kubwa ambayo inatajwa ni kwamba kuna majukumu ambayo anatakiwa kufanywa na kocha msaidizi ambaye ni Selemani Matola, anatakiwa kuyafanya na yeye hataki kuyafanya kwa sababu anaamini kwamba ana CV, ana vyeti ambavyo vinampa sifa za kuwa kocha mkuu, wakati Pantev hana leseni, hana vyeti ambavyo vinampa sifa ya kuwa kocha mkuu. Kwa hiyo anaamini kwamba yeye anatakiwa kuwa kocha mkuu na Pantev kuwa kocha msaidizi. Na Pantev anaamini kwamba yeye pamoja na kwamba hana leseni, lakini anatakiwa kuwa kocha mkuu na Matola kuwa kocha msaidizi. Na ndio maana kama ukifuatilia vizuri hata kwenye uwanja wa mazoezi wa Simba, kuna video moja Pantev ndo alikuwa anaonekana kupanga koni ikiwa ni jukumu la kocha msaidizi ambaye ni Selemani Matola. Baada ya pale, ni kwenye ile video alionyesha ishara kumwambia wewe, mbona ufanyi hivi? Akawa analalamikiana, wanarushiana maneno pale. Ni kwa sababu Matola hataki kufanya majukumu yake ya kocha msaidizi. Anataka kufanya majukumu ya kocha mkuu, kwamba yeye kazi yake ni kusimama na kuitazama timu inayofanya mazoezi na kuelekeza baadhi ya vitu, lakini hashiriki kwenye kukimbia na wachezaji, hashiriki kwenye kupanga koni kama ambavyo utaratibu wa kocha msaidizi unatakiwa kuwa. Kwa hiyo Matola na Pantev hawana mahusiano mazuri, na hii inaweza kupelekea mmoja wao akaondoka kwenye klabu ya Simba muda wowote kuanzia leo hii tunavyozungumza. Kwa hiyo siku sio nyingi unaweza ukasikia Pantev anaondoka Simba kutokana na mgogoro huo, au unaweza kusikia Matola akabadilishiwa majukumu. Kwa sababu kufukuzwa Simba hawezi kufukuzwa, lakini anaweza akabadilishiwa majukumu na kupewa jukumu lingine. Hiyo nimeamua kukudokezea kwa sababu ni moja ya taarifa ambazo mimi pia nimezipata kwamba Matola hana mahusiano mazuri na Pantev, na hiyo inaweza ikapelekea pia mmoja wao akaondoka kwenye klabu ya Simba. Of course Matola tunamjua ni mtu ambaye amehudumu Simba kwa muda mrefu sana. Hata wakati ule Robertinho alivyokuja na benchi lake la ufundi, yeye alipewa nafasi ya kuwa, nadhani alikuwa ni mkurugenzi wa michezo, nadhani kitu kama hicho ndani ya klabu ya Simba. Lakini mwisho wa siku hivi ni vile tu ambavyo unapewa tu kama geresha, lakini mwisho wa siku tunajua nini ambacho unakuja kukifanya. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kati ya Matola na Pantev mmoja wao akaondoka kwenye klabu ya Simba.